Hujambo mtazamaji wa Zone Media, naitwa Victor Moshi. Sina shaka ubuheri wa afya kabisa. Hapa tunakwenda kuangazia ni kwa jinsi gani mzozo huu kati ya Israel na Irani unazidi kupanua mabawa yake. Lakini vile vile tunaangazia kauli ambazo kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei ameweza kuzizungumza leo hii, na ni kama vile imewasurprise watu wengi sana wamekuwa surprised kutokana na kile ambacho Khamenei ameweza kukizungumza. Kwa sababu baada ya Rais Trump kuweza kuzungumza juu ya issue ya Irani kwamba inatakiwa kuweza kukubali mazungumzo ya nyuklia baada ya mashambulizi ambayo yamefanyika kwa siku kadhaa kati ya Israel na Iran kuweza kushambuliana, na Rais Trump amezungumza kwa kumaanisha kwa namna moja ambavyo watu wameweza kumuona kutokana na kile ambacho amekizungumza kuhusiana na issue nzima ya Irani, kukaa chini na kutafakari kwamba lazima isarende, ijisalimishe kwa Marekani. Sasa Khamenei leo hii ameishangaza dunia, na kutokana na kauli ambayo ameweza kuizungumza ameonyesha msimamo mkubwa sana kwa nchi ya Irani kutokana na kile ambacho Rais Trump alikizungumza. Khamenei alisema kwamba Irani haiwezi kusalimu amri, na kauli hii ya Irani haiwezi kusalimu amri inachukuliwa kama ni kauli ya kimsimamo zaidi kwa nchi ya Irani, kwamba Irani ni nchi imara. Kwamba Khamenei ameanza hotuba yake kwa msisitizo kuwa Irani haitasalimu amri kwa mtu yeyote yule, na kauli hii inaonyesha kuwa licha ya vifo vya majenerali wake wakuu waliouawa na Israel, bado Irani haijatetereka kisaikolojia wala kisera, ambapo Khamenei alisema kwamba watu wa Irani hawajibu vizuri kwa lugha ya vitisho. Hii ni dongo moja kwa moja kwa Marekani na Israel, na inasisitiza kuwa sera ya maximum pressure haifanyi kazi. Sasa kuna namna ambayo labda Irani inaonekana kwamba inapewa pressure kubwa sana kwenye mzozo huu kwa sababu ya kauli ambazo Marekani imekuwa ikizizungumza, lakini vile vile kauli ambazo Israel imekuwa ikizisema kutokana na mzozo huu kwamba inatakiwa isalimu amri Irani kwenye hili jambo. Lakini vile vile Irani anaonekana ni mtu ambaye amesimama kidete peke yake kwa ajili ya kuweza kupambana. Tunaona kwamba Israel, Marekani amekuwa ni mtetezi wake mkubwa na amekuwa ni mtu ambaye anaingia kwenye mzozo huu kupambana kwa ajili ya kuweza kumsaidia Israel. Lakini Irani hatujaona upande wowote ukimsaidia. Mara nyingi anaonekana yuko peke yake. Kauli za viongozi ambao wamekuwa kizungumza kama kina Khamenei na wengine wa kijeshi zimekuwa zikilenga mlengo wa nchi moja tu, Irani, kwamba haina msaidizi wowote. Lakini kwa upande wa Israel anaonekana Marekani, ndio maana hata kauli hizi zimeweza kuzungumzwa. Lakini vile vile Khamenei alitoa ufafanuzi kuhusiana na onyo kali kwa Marekani kwamba ni matokeo ambayo yasiyorekebishika. Khamenei amepigilia mkazo kabisa kuhusu hatua za Marekani kutaka kuingilia mzozo huu, kwamba endapo itajaribu kuweza kushambulia Irani itajiingiza kwenye shida kubwa sana. Na hapa mtazamaji, naomba nikwambie kitu kimoja, kwamba Irani ni moja kati ya nchi ambayo kwenye swala la silaha pia wamejimarisha kweli, na ina makombora ambayo yanaweza kufika nchi mbalimbali, yani bara hadi bara, ballistic missile. Na zile missile ambazo Irani yuko nazo inaweza ikatoka Irani ikaelekea mpaka Marekani, ikaelekea nchi yoyote ambayo itaamua kuweza kuishambulia. Kuna chokochoko za kimagharibi ambazo zinazidi kuendelea kutokana na kile ambacho kinaonekana kwa uwazi kabisa, kitu ambacho hakijifichi. Nchi kama Uingereza, nchi kama Ujerumani, nchi zingine nyingi ambazo zimekuwa zikishinikiza mashinikizo mengi kwenye mzozo huu, Irani amepiga onyo kali kwa kusema kwamba nchi yote isijaribu kuingilia mzozo huu. Marekani pia isijaribu, kwa sababu endapo itaingilia basi itakuwa na hatari kubwa sana. Na Khamenei aliweza kuonya kwamba muda wote Marekani itachukua hatua ya kijeshi, kwamba majibu ya Irani yatakuwa mabaya, yasiyo nafasi ya kurudi nyuma. Kwamba endapo Marekani itachukua hatua za kijeshi kwa Irani, basi Irani itaweza kuchukua hatua za kijeshi zaidi kwa Marekani, na itakuwa ni hatari kubwa kwa nyakati zijazo. Lakini vile vile mashambulizi ya Israel ni kosa kubwa. Tunajua wazi kwamba kiongozi Ayatollah Ali Khamenei amekuwa akisema kwamba Irani amevumilia hiki ambacho kimetokea hapa, lakini vile vile Israel imekosea kwa kiasi kikubwa sana kuanzisha mashambulizi katika nchi ya Irani. Na Israel alikuwa ni mtu wa kwanza kuweza kumshambulia Irani siku 6 zilizopita katika siku ya Ijumaa. Na baadaye Irani ndio ikaamua kuweza kujibu mashambulizi kwa ajili tu ya kuweza kujihami. Na Israel iliweza kujitetea kwamba inashambulia kwa ajili ya kujihami juu ya mustakabali mzima wa urutubishaji wa uranium kwa ajili ya kuweza kutengeneza silaha za nyuklia. Kwa sababu mazungumzo yalionekana kugonga mwamba kwa duru 5, na duru ya 6 ilikuwa inakaribia siku ya Jumapili. Baadaye
ndipo mashambulizi siku mbili nyuma, siku ya Ijumaa, yakaweza kufanyika kwamba Israel akaanzisha mashambulizi. Ndipo ambapo baadaye Iran ilikuja na kusema kwamba wao hawataki tena mazungumzo kutokana na kwamba Marekani kuonekana kwamba ni mnafiki, lakini vile vile Israel kwa hatua ambazo amezifanya za kuweza kushinikiza mashambulizi kwa kutumia nguvu ili kuleta suluhu, basi Iran akagoma kata kuweza kuzungumza juu ya sakata hili. Kuna namna ambayo imeonekana kwamba kuna liwalo na liwe kwenye mzozo huu. Vile vile kwenye kauli ya kiongozi huyu Ali Khamenei alizungumza kwa kusema kwamba ushiriki wa Marekani kwenye vita hivi na Israel ni udhaifu kwa Israel. Ni wazi kabisa imeonekana kwamba Marekani ndio ni mshirika mkubwa sana wa Israel, yani ni kama baba na mtoto wake. Israel ni mtoto, Marekani ni baba. Sasa Iran anapambana kivyake, lakini Israel ameonekana kuomba msaada mkubwa kabisa kutoka Marekani na mataifa mengine. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekuwa akionekana mara kadhaa akizungumza kuhusiana na kauli zake za kuweza kuzungumza na Rais Donald Trump kuhusiana na mzozo huu, na mara nyingi Trump amekuwa akimpigia simu Netanyahu, japokuwa hata siku hizi mbili wameweza kuzungumza, japokuwa kilichozungumzwa hakijawekwa wazi na kilibaki kwa siri ndani kwao wenyewe kwa wenyewe. Inaonekana kabisa kwamba nchi ya Israel haina nguvu kubwa kama ambavyo wamekuwa wakizungumza kwamba wana uwezo wa kupambana na Iran, kwa sababu kama Marekani anaingilia kati, kwa nini Israel asisimame mwenyewe kuweza kupambana na Iran? Na Iran ikiwa sasa hivi hana usaidizi wowote, wala hana kuna mataifa mengine pale ya Umoja wa Kiislamu yakifanya usaliti mkubwa kama Saudi Arabia na mataifa mengine ambayo yana ushirika mzuri na Marekani, taifa kama la Qatar, ile mifumo yake ya ulinzi pia imehusika kuweza kudungua baadhi ya makombora ambayo yalikuwa yakirushwa na nchi ya Iran kuelekea katika nchi ya Israel. Kwa hiyo kuna usaliti mkubwa ambao unatokea katikati hapo, lakini vile vile Iran imekwisha jua kwamba iko yenyewe na inapaswa kupambana kivyake kwenye mzozo huu. Japokuwa rais wa Urusi Vladimir Putin amezungumzia wazi kwamba kitu ambacho Israel imekifanya basi imekiuka zile sheria ambazo waliwekeana kipindi hiko. Putin ameweka wazi kabisa kuhusiana na kutaka ripoti kutoka IAEA, shirika hili la atomic duniani, kwamba endapo itakuja na ripoti juu ya vinu vyake vya nyuklia, basi ndipo ambapo wanaweza kukaa chini na kuona ni kwa jinsi gani wanaweza kusuluhisha mzozo huu. Lakini pia rais huyu Vladimir Putin amezungumza na Trump kwamba wanatakiwa wakae chini waweze kuzungumza kuona ni kwa jinsi gani ambavyo wanaweza kuzuia mgogoro huu, ambapo vifo vinazidi kuongezeka siku hadi siku, taharuki inazidi kukua kwa kiasi kikubwa sana, lakini vile vile makazi ya raia yanazidi kupotea kutokana na uharibifu wa majengo. Na kuna majengo baadhi pale Israel hayawezi kurekebishika tena, yanapaswa bomolewe, labda yajengwe upya kutokana na makombora ambayo Irani ameweza kuyarusha. Na mara nyingi kwenye taarifa, mtazamaji, sina shaka hata umekuwa ukiona kwamba Israel imefanikiwa kudukua sijui makombora ya Irani. Mara nyingi unaona Israel sijui imedungua makombora yote ya Irani. Labda nikwambie tu kitu kimoja, ni kwamba kwenye makombora ambayo Irani inayarusha kuelekea Israel, ukweli ni kwamba Irani huwa anarusha makombora mengi kwa wakati mmoja. Anaweza akarusha makombora zaidi ya 50, 80, 100, 200 na kuendelea. Lakini kuna baadhi ambayo huwa ni kweli yanadunguliwa na mfumo wa Iron Dome, lakini kuna mengine huwa yanapenya kwa sababu mfumo pia unazidiwa. Mfumo umetengenezwa na mwanadamu. Kwa hiyo kuna muda Iron Dome inafeli kuweza kuzuia makombora yote, ndio maana kuna namna ambayo unaona kuna muda makombora yanafika kwenye makazi ya watu na inaonekana kabisa yameweza kupiga maeneo mengi Israel. Ndio maana hata idara ya ulinzi nchini Israel iliwaonya raia wake kwamba wasiweze kurekodi na kuonyesha madhara ya vita ambavyo vinaendelea kati ya Israel pamoja na Iran. Ilipiga marufuku kabisa na kushare baadhi ya picha hizo kwa sababu zinampa adui, wanasema zinampa adui mwanya mkubwa wa kuona ni kwa jinsi gani watapambana katika mwendelezo wa vita. Kwa hiyo ni kwa jinsi gani mikakati ambayo imezidi kuwekwa kupitia nchi ya Israel ili kuweza kupunguza ule ukali wa taarifa kutokana na kile ambacho kinatokea. Lakini mara nyingi pia Irani imekuwa kijitahidi kutoa taarifa kutokana na hiki ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati, kuweka wazi mzozo huu unapokwenda, lakini vile vile mwisho wa siku kuona ni kwa jinsi gani watu wake wanapata taarifa sahihi kutokana na hiki ambacho kinazidi kutokea. Of course kijeshi na kivita ni sahihi kuweka
mbinu kama hizo, kuweza kutoa taarifa za moja kwa moja, labda inapunguza ukali wa mambo, lakini muda mwingine inapunguza hata ile taharuki na pressure ambayo yawezekana raia wako nayo kwenye mzozo huu. Na ameonekana waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akitembelea sehemu ambazo zimeathirika na mashambulizi ya Irani. Ameongea, amewapa pole watu, amezungumza, lakini vile vile amesisitiza kwamba Israel itaendeleza kampeni yake ya kuweza kushambulia zaidi maeneo ya nchi ya Irani. Sasa hii ni kubwa sana kwa sababu Marekani tayari imekwishajionyesha kwamba tayari inaingia moja kwa moja kwenye mzozo huu. Na ndio maana Irani kama vile wameshtuka kupitia Ali Khamenei, wameonya kwamba endapo ataingia moja kwa moja basi italeta athari kubwa kwa Marekani, lakini vile vile katika kambi zake za Mashariki ya Kati. Mambo yatazidi kuwa mengi kutokana na hiki ambacho kinazidi kuendelea katika Mashariki ya Kati. Sasa mtazamaji, kwa taarifa zetu zijazo basi nikusihi uweze kusalia na Zone Media, ambapo tutakupa taarifa zote, uchambuzi wa kina, lakini vile vile utajua ni kwa jinsi gani mzozo huu unakwenda siku hadi siku hapa ndani ya Zone Media. Asante kwa kutuchagua. Jina langu naitwa Victor Moshi.